Kato. Twendani. Kuna wanawake wazuri sana, alafu kuna wewe hapa. Una kila kitu kinachonifanya najisahau hata nilikotoka. Una macho mazuri, una pua nzuri, we ni mrembo sana. Nikikuangalia juu mpaka chini, we ni vitu vyangu kabisa. Wow, hiyo ni nzuri, lakini vitu kama hivyo huwa vinakija kwa ahadi. Ahadi mimi nitaitimiza. Jinsi ulivyokuwa mrembo, ahadi mimi nitaheshimia. Audhu billahi minash shaitani rajim. Wewe kijana njoo. Mimi hapa bro. Nakuja mara moja. Yule binti unaongea naye unamfahamu? Simfahamu. Sasa yule binti sio mtu mzuri. Bro, acha bazara mambo baba. Mimi kitambo sitasazamu. Wewe toka juzi tu umenishauri kwamba tafuta demu hapo mjini. Alafu leo umekuja mwenyewe kabisa unaniambia sio mtu mzuri. Kuzagamua sawa, sijakataa. Ila nimekuambia yule binti sio mtu mzuri. Niache ba. Awe nzuri au vipi nitaishia huko. Usiogope ndoto za watu wanaoona giza mchana. Acha mamae. Kwa hiyo tunafanyaje la mama? Mimi nakusikiliza wewe tu. Wow, unanisikiliza mimi? Basi twende zetu. Maisha huwa yanabadilika sana. Yaani kila binadamu hamna ambaye anayejua kesho yake ikoje. Mimi nilikuwa kijana tu mtaani ambaye sina mbele, sina nyuma, sina kazi, lakini leo namiliki mke, namiliki nyumba, na sio mke tu, namiliki mwanamke mzuri sana. Na Mungu amembariki mwanamke, anamiliki kila kitu. Bahati huwa ina muda wake. Na mimi huo muda ndo sitaki uishe. Natamani kila siku hiyo hivi. Usipende sana vitu ambavyo baadaye vinaweza vikageuka vikawa deni.
Sio mimi. Sio mimi, nimefanyaje? Vipi mzee? Kuna mwanamke. Nani? Nani mzee? Hamna kitu hapa. Hamna kitu hapa. Mzee. Mzee. Yupi mzee? Faza. Faza vipi Faza? Mzee. Mzee. Kato, sikukumbuka nini leo? Kato. Ndugu yangu, mwanangu, umenitupa sana. Mimi niko nyumbani. Yaani mwanangu, toka siku nimeoa ulivyotoka pale haujanitafuta tena, ndugu yangu. Unakuja nyumbani? Karibu sana ndugu yangu, karibu sana mwanangu, na tuongee mengi sana. Karibu sana ni Ulaya. Kato, mke wangu. Yule rafiki yangu ambaye kwenye harusi yetu alichangamka sana. Rafiki yangu hivi anakuja nyumbani kama wale kuja kututembelea. Wageni hubeba nyayo zao, na sio kila nyayo huwa ni salamu. Lakini Kato ni rafiki yangu, na ni rafiki yangu wa karibu sana, na wala sio mtu mbaya. Akija tutaona, sio mtu mbaya kabisa Kato. Yaani katika marafiki ambao nimejaliwa kuwa na marafiki, basi Mungu Kato amenipa. Kato ni rafiki yangu wa damu, tumeshibana vitu vingi, cha kwake cha kwangu tunashirikiana sana. Hawezi kuwa mtu mbaya kabisa, kwa tuna amani kiwango. Sawa. Yani kifo kimekuwa kama chafya, kwa sababu unaweza usiugue wala usipate tatizo lolote, lakini ukalala usiku tu ukashangaa mko. Kwa hiyo kikubwa tutakiwi kuumia sana, ila takiwa tukifanye dua zaidi ili hata yeye kule ambapo anapokwenda adapokelewe vizuri, sikujua. Mama mrembo. Salama. Uko poa? Nemne. Mimi naitwa Mkango Base, jua unaitwa nani? Mimi naitwa Zari. Nimefurahi sana kukufahamu, na jina zuri mrembo. Asante. Unajua hisia siku zote ni kitu ambacho kinashirikiana na moyo, lakini moyo ushirikiana na ubongo. Macho kazi yake yanaona, alafu mdomo unazungumza. Yaani kipindi ambacho tu nimekuona unashuka hivi, kiukweli akili yangu ilipagawa sana. Yaani shote nimetaka kukupenda, tusitaki kwenda mbali sana. Basi vizuri. Sasa hapa tuko eneo la msiba, mimi sitaki tuzungumze sana haya.
Kama ungeweza ungenipatia namba ya simu ili tuweze kuzungumza baadaye. Habari jamani. Oh, safi. Habari? Salama, wazima nasema. Ingekuwa vizuri kama ungeniandikia hapa. Nipatie hicho. Habari jamani hapo. Safi. Habari? You left your phone behind. Kango Bay. Okay. See you baby. Double check if. Shem. Oh. Baby Shem. Anafaa lakini. Sasa unajua ana aina ya vitu vyangu ambavyo mimi napenda. Tunaelewa. Shem. Shem. Oh. Sawa tende. Nini sasa? Karibu. Asante bwana. Naweza. Asante. Sawa. Karibu sana. Kap. Kato, Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana kaka. Karibu sana. Za siku. Mungu anasaidia, tupo. Niko na mke wangu hapa, basi nafurahi tu. Namuona bwana. Shemeji ametaradadi. Anaonekana yeye. Bwana, hivi unajua kama Mlango ameoa? Mlango kaoa? Mlango ameoa kaka. Bwana, mimi sina taarifa. Na nafikiri unamfahamu ndugu yako Mlango vizuri. Ama kweli ndoa baraka, ila ndoa ya Mlango. So umemwona Mlango alivyo? Yeye na mkeo Mlango pisikali. Wewe kwenda kwenye harusi ya watu, wewe kuangalia sura za watu. Yaani Mlango ameenda kuoa mwanamke Mlango mzuri kuliko mkewe aliyekuwa naye. Yaani ni heri Mlango ndo angekuwa mkewe alafu mkewe ndo awe Mlango.
Sasa kwa sura ya mlango anavyojua mke wake. Ila ndugu yangu, kati ya vitu ambavyo ulifanikiwa kuvifanya ni kuileta hii dhahabu ndani ya nyumba yako. Laiti kama mimi ndio ningekuwa jirani yenu, mbona ningekuwa nakosea njia kila muda ili mradi jicho langu lipite. Kwa hiyo kusema kwamba mimi nimefanya uchaguzi sahihi. Kaka, umeoa kivutio cha watalii. Hatari sana. Ndio maana wanasema mgeni ni baraka. Karibu. Asante, asante sana. Kato, una shida gani? Ni shida? Kato, sema basi, una shida gani? Hii nyumba yako kama sio mbaya, basi ni nzito. Alafu Kato bwana, hebu acha masiara yako bwana. Masiara gani unaleta mbele ya shemeji yako bwana? Sio vizuri. Masiara tukiwa wawili bwana, sio vizuri bwana. Natania tu shemeji. Apige mbele nini? Apige mbele jiwe, apige mbele nini? Wewe tulia hapo. Kwa mpira gani hapo kutukalisha sasa? Ngoja uone. Ukitoboa leo hapo. Tulia. Wapi wewe? Piga buu. Safi, safi. Twende mbele yao wewe. Piga. Mtavunja masofa. Tulia leo utoki hapa. Ndio. Safi. Kudadeki. Mzee, leo hamtoki hapa. Tulia, wewe tuone. Kudadeki. Twende. Mpe. Msirudi nyuma nyie mbwa. Twende. Safi. Angalia mpira huko, angalia mpira. Hiyo sio inakupiga lingine la pili sasa hivi. Tulia bwana, na wewe upige la pili. Sasa hivi kabla half time, subiria. Mpe. Unarudi wapi? Hiyo twende. Angalia kule, angalia. Kato. Nini? Kato, una shida gani? Nini?
Kato, nini? Kato, umekutwa na nini? Kato. Kato, umekutwa na nini? Kato. Maji. Sawa. Vipi? Nini kimemtokea rafiki yako? Kato huwa ana majini na muda mwingine anampanda tu pasipokuwa na taarifa yoyote. Majini? Majini gani anapanda bila taarifa? Mimi ninavyofahamu majini hupanda yakiitwa au yakialikwa. Sasa haya kwake vipi? Kato, amka. Amka. Maji haya hapa, maji haya. Shika. Amka. Kato, amka. Shika maji nisaidie. Kunywa tena. Jitahidi unywe tena, atakusaidia. Relax. Sijui hata kama nikuta kitu gani. Nisamehe sana. Usijali. Mimi naelewa kila kitu. Ndugu yangu pole, maana hii sio kawaida kabisa. Mwanaume wa tatu amefariki, inabidi uliangalia hili kwa kina. Hata mimi inaniuma sana, ila ndo mipango ya Mungu, sina cha kufanya. Mipango ya Mungu? Ndoa ya tatu ndani ya mwaka mmoja? Mipango ya Mungu kweli? Wewe unaona kawaida kabisa? Mume wangu nilimpenda sana, mbaya zaidi hata sijadumu naye kwa muda mrefu. Tuna miezi 3 tu. Pole lakini. Karibu. Asante. Yaani ndugu yangu, nimekutafuta huko nje kote sijakuona. Kumbe huko ndani umekaa.
Nimetoka huko nje, nimeona watu wanalia sana, wanakumbusha machungu. Basi ndugu yangu, mimi acha nikuache, maana naona 3 imeshaisha na mimi tena niwahi kwenda kazini. Si unajua tena utakuja tena kwenye 40. Karibu, usiache kuja kunichungulia. Hata usijali. Kwa elimu. Kwanza naomba unisamehe. Naelewa nimechelewa, ila damu nitatoa. Na hapa damu ya Eliudi ni ya kwako. Mimi sikuficha mwanangu, nikwambie tu ukweli. Mimi sijashiba. Nakwambia bora tungekula ugali. Unataka mambo ya watu haya bwana. Sawa. Niambie una shida gani? Kato anaondoka saa ngapi? Mimi sijui. Haoni kwamba muda umeenda? Sasa Maya, nawezaje kumuuliza kwamba unaondoka saa ngapi? Na unafahamu fika kwamba Kato mimi ni rafiki yangu. Shino kuelewa kwamba ndoa yetu sisi bado ni changa. Tunahitaji muda wa kufurahia mapenzi yetu. Hata kama mtu katenga muda wake kabisa sema anakuja kukutembelea. Umekaa naye mnapiga story, ghafla anaanza kumuuliza unaondoka saa ngapi? Italeta picha nzuri kweli? Sasa utachagua kati ya mimi au yule rafiki yako. Basi kwa vile sipendi kukuudhi wala kukukera, nitamwambia ondoke. Vipi unalala? Vipi kwanza? Huko fresh tu. Alikuwa ananiuliza kwamba bibi shemeji analala ili aweze kukuandalia mazingira pa kupumzika. Mimi silali kwa kweli. Nyinyi pambaneni tu wenyewe. Mimi namalizia mpira, nikitoka hapo naenda kupumzika nyumbani. Okay. Sawa.
mlango wa giza funguka bila kumwamsha aliye hai. Aliye hai hajaamshwa. Tumefika. Hii ni sadaka ya Zara. Una siku 7 tu kutimiza sadaka yako. Sisi wote tumeshatimiza sadaka zetu. Na unatambua kwamba damu ndio zinatuongezea miaka ya kuishi. Kwa kadri unavyozidi kusubiri, ndio unazidi kupoteza muda. Nimeelewa, nitatimiza. Mizimu, tumetimiza sadaka yenu. Pokeeni. Anatutazama. Nini sasa unaona unanishtua na mimi? Nini sasa mbona unashtuka hivi? Watu? Ni wapi sasa hizi? Kila siku nakwambia punguza mawazo. Sasa watu hawapo na unasema muona watu. Mtindo kapumzike.
Embo acha basi mawazo. Ni nini sasa kwa dirisha ulikuwa unachungulia sisi usiku? Wone, twende ndani. Tule chumbani kala. Twende mume wangu. Ulikuwa wapi? Mume wangu. Nilikuwa uani. Lakini mbona damu damu kabisa, nimeziona kwa macho yangu. Hakuna damu yoyote. Kila siku nakwambia tuliza akili. Hebu jitahidi kutuliza akili yako. Kila kitu kitakuwa sawa. Hebu lala rudi. Mimi siwezi kulala. Siwezi kulala. Mimi siwezi kulala. Naomba niangalie. Kama kupenda ni makosa, basi nitajitahidi nilipe fidia. Niliahidiwa damu, lakini moyo wangu ukachagua upendo. Nililetwa kwa madhabahu ya siri, nikiwa bibi harusi wa kivuli. Waliniambia yatoa sadaka ya mume. Halo? Salama, naongea na nani? Niambie. Ala. Oh, Sterling. Alo, sina ratiba yoyote. Wow. Poa, haina shida. Okay, poa. Hello, Rina. Zara. Mambo. Poa, mzima? Niko poa, nina habari njema leo. Nakusikiliza. Shemeji yako ameniambia anataka kunitoa lunch leo. Oga tumaye paka kwenye njia kali nimekutana na faya wake. Yaani ameingia kwenye mtego. Ameingia kwenye mtego yeye mwenyewe.
nakuaminia. Fanya kazi yako. Oho, na usichokijua, sijafundishwa kuwa na huruma. Kama kawaida yako. Ngoja Simba jike niingie vitani, alafu utaona show yao. Tasubiri matokeo. Okay. Kazi njema. Haya, poa. Yangu, unajua umbali ni kubwa sana, kachukua wawili tu mimi na. Unajua mke wangu, mimi naona umefika wakati sahihi ndani angalau akaongezeka mtuhia. Kivipi? Sijakuelewa. Tupate mtoto, awe ni mtu ambaye anazunguka, anapita huko anapita kushoto, na mtoto unaleta faraja pia kwa ndoa. Tupate hata katoto. Mnyama nakuja. Mzokazi. Karibu. Asante vipi? Karibu sana. Nikikaga mnajifungiaga ndani huko. Asante ya. Gaga mnajifungia. Kalista kaka. Saizi wiki. Karibu. Vipi ndugu yangu? Usichukulie kwa ubaya sana hali ya shemeji yako. Kuna kitu kwa tunazungumza hapa, naona kimemtoa kwenye modi kidogo, kwa hiyo kwa tuna amani. Kuna usalama kweli? Kabisa kabisa. Niambie. Uliniambia kwamba leo hutotokea kabisa. Vipi? Umekwaje? Lakini toka pindi ambapo nimekiacha kitanda changu asubuhi ya leo, nilikuwa napata msukumo kabisa wa kuweza kufika hapa. Yaweza ikawa pia leo nisiondoke, kwa sababu kuna baadhi ya vitu huwa vinaviona vinafanya nijaribu kuwa karibu na wewe. Sasa mimi niseme hapa ni nyumbani, na hapa ni nyumbani kwa ndugu yako. Unaruhusiwa kuja muda wote unaojisikia. Vipi lakini unaumwa? Unajua asilimia kubwa mtu anayeumwa huwa anamuona mzima kama anaumwa. Mimi niko sawa tu, ila wewe elewa kuwa mimi niko hapa na niko hapa kwa sababu ya kwako, sio mtu mzima. Sasa oje ni tutumie kinywaji tunywe dogo. Kama kuna wanzuki vya kinyumbani kijito. Nao. Mungu.
Niliahidiwa damu, lakini moyo wangu ukachagua upendo. Nililetwa kwa madhabahu ya siri, nikiwa bibi harusi wa kivuli. Zara, wajua siku ya leo mimi naona kama dunia imesimama kwa sababu yetu. Hamna, kawaida. Mbona sio kawaida? Ni siku pekee ambayo mimi nina furaha sana kiukweli. Cha kwanza, umekubali wito wangu wa kuja kuzungumza na mimi, lakini cha pili, matarajio yangu ambayo nafikiria katika kichwa changu rahisi leo anakwenda kutimia. Na kiu niliona ni vyema nitikie wito kuliko kukaidi. Ndio naona kuangalia vizuri sasa. Unajua ni mzuri sana. Hapa tumbo wangu unasisimka kinaomba. Sasa point kubwa, mimi nimekuita hapa Zara, lakini kiukweli kila kitu nishakueleza kuhusiana na hisia zangu. Lakini leo nilikuwa naomba tutoke tukapumzike ili tuweze kutanisha akili zetu. Niweze kukujua kiundani na uweze kunijua kiundani kwamba Mkango Bey yuko hivi na Zara yuko hivi. Maisha mengine yaendelee sasa. Unajua mkishakutana tayari mahusiano sasa ndo yanaweza kapamba moto, kwa sababu mnaonyeshana vitu unajua. Yeah, ni vizuri, lakini leo nilipanga kabisa nisilale nje ya nyumba yangu. Najua nimekufanyia surprise, lakini unajua sisi watoto wa kiume bwana, tukishapenda tunakuwa tuwezi kuzuia hisia zetu juu ya mapenzi unajua. Kwa hiyo mimi niliona kwa sababu ushakuwa mpenzi wangu na hivyo nishakuelezea, au utonipinga, naomba usinipinge please. Unanipa mtihani, yani kiukweli leo sitamani kulala nje ya nyumba yangu. Sasa Zara, utaniboa, utanifanya mimi nisilale usingizi kiukweli mpenzi wangu. Na kuomba yani niko chini ya miguu yako. Yani ukinikatalia siku ya leo sijui mimi nitakuaje. Yani usifanye moyo wako kuwa mgumu. Natamani siku ya leo nilale na wewe pamoja. Unanipa mtihani, yani kiukweli leo sitamani kulala nje ya nyumba yangu. Na kama ikitokea ni hivyo kweli, basi naomba tuende nyumbani pale. Nije nyumbani kwako? Yes. Umekubali mimi. Sana, but bye sana. Vipi, uko sawa? Niko sawa. Ndugu yangu, unajua mimi sijui mnaishije Dinila. Mrs. Eliudi. Shemeji huyo. Maya, hakika wewe ni mwanamke mzuri sana. Asante.
hii nyumba ina baraka sana, na baraka kubwa inatokea kwako. Mume wangu, Yeah. Naomba mimi nitoke. Sawa. Safari njema. Hello. Bana, huyu nilikutana naye leo anaonekana ana nguvu za tofauti kabisa. Ana nguvu za tofauti kabisa, lakini sasa wacha niende nikakutane naye alafu nijidhihirishe. Wacha nikutane naye nijiridhishe. Sawa. Nitakucheki. Mimi nipo tayari, tunaweza kuondoka. Tunaweza kwenda? Sawa. Niliahidiwa damu, lakini moyo wangu. Ina maana hata wewe pia umeshindwa kunambia, si ndio? Ningedhurika, ningekufa ndio ingekuwa furaha yako labda? Yaani nimeshindwa kukwambia nini labda? Yaani wewe umeshindwa kunambia juu ya yule rafiki yako kwamba ni mtu wa aina gani? Kwani Zara ni mtu? Yule demu ni mchawi. Yule demu ni mshirikina. Ni mchawi? Sikiliza, tumekubaliana kila kitu, tuingie katika mahusiano. Baadaye tunakuja kuingia katika mahusiano, unataka kunidhuru mimi. Sasa kama na mimi ningekuwa ni mtu wa kawaida, unafikiri ningekuwaje? Sasa hivi simgenizika tayari? Haiwezekani shemeji. Zara wewe kwangu mimi? Sasa kumbe mimi namzungumzia Zara gani? Yaani uzuri wote ule mchawi? Lakini sikiliza shemeji, nikwambie kitu kimoja. Mapenzi huwa yaangalii chochote kile. Haijalishi mtu una madhaifu gani, haijalishi mtu una mabaya gani, mwambie mkango anakupenda sana. Ndio hicho kitu pekee ambacho nimekuja kukuambia siku ya leo. Alitaka kunidhuru, lakini pia kingine mwambie ajue kwamba yuko na mtu gani katika mahusiano yake. Nampenda sana sana. Usijali, nimefika. Jaribu kuzungumza naye alafu utaniletea taarifa, si ndio? Hamna shida. Kutakia mchana mwema. Sasa mbona unaondoka bila hata chakula jamani? Hapana, mimi
Waifu. Naomba uniletee maji. Kwani vipi? Kuna nini? Amna kitu na uko hivyo. Mbona kama una wasiwasi? Chukua maji. Amna. Umeagiza maji alafu yataki. Unajua mimi kwambia kitu ka. Yaani mimi nikikwambia huko ndani kuna mauzauza, wewe uniamini. Lakini wewe siamini. Hiyo chupa na hiyo glasi vilikuwa pale. Na nikaona vinajimimina vyenyewe, yani maji yanajimimina yenyewe pasipo kushikwa na mtu yoyote. Alafu tena ghafla na kuona unakuja na glasi hiyo hiyo na chupa ile ile. Hivi unaona jinsi ulivyo? Nikikwambia acha bangi, bangi ni mbaya unielewi. Hivyo vote unavyoelezea hapo ni bangi. Yaani glasi na maji yalikuwa pale. Alafu mimi nimetoka nayo jikoni. Haya, yamefikaje jikoni? Wewe endelea tu. Waendelee hivyo hivyo. Waendelee hivyo kwa sababu hivi vitu wewe uoni, naona mimi na mama wanachukulia kama mimi nafanya masiara. Lakini nimeona kwa macho yangu mawili chupa iko pale, chupa na glasi. Afu sasa hivi naona hivyo hivyo na maji yako vile vile. Aya, naomba nisikilize basi. Tulia. Kila kitu kitakuwa sawa. Nataka ujitulize tu. Acha vitu nilivyokuambia. Kila kitu kitakuwa sawa. Unanielewa? Acha tu. Niliahidiwa damu, lakini moyo wangu ukachagua upendo. Amekuja hapa. Amebwata vipi? Yaani Rena, nimekutana na wanaume wa kila aina. Nimefanya ukatili wote unaojua wewe. Lakini sijai kukutana na mtu mwenye nguvu kama shemeji yako. Hivi, unataka kuniambia hata wewe ulikuwa hujui kama shemeji yako ana nguvu za ajabu? Sasa ndugu yangu, wewe hapo kama mimi. Ndio yeye alikuwa changa ile miezi mitatu. Sio rahisi mimi kujua background yao. Haya. Na vipi akijua kama sisi ndo tunahusika na kifo cha kaka yake? Nini kitatokea? Unajua
Sijui huwa unaishi vipi nyumbani kwako, lakini kwa kweli jana nimeota ndoto za kutisha sana. Ndoto? Umeota ndoto gani? Unakaribia kifo. Unajua hata mimi nimekuwa mtu wa kuota ndoto za ajabu kila kukicha. Yaani toka niko humu ndani naota ndoto kila kukicha, kila siku. Na ndoto huwa zinajirudia rudia. Mara naota nafukiwa kwenye shimo, mara naota natupwa kwenye korongo, muda mwingine naota watu wananikimbiza na mapanga wanataka kuniua. Nashindwa kufikiria hizi ndoto zinamaanisha nini au zinalenga nini hasa. Ndugu yangu, kila ndoto ina maana yake, na ulichokiota kina maana yake pia. Hiyo inaashiria tunaingia kwenye uwanja wa vita, na watafutwaji kwenye hiyo vita ni mimi na wewe. Unajua wewe ni mtu mzima sasa, unajua baya, unajua zuri pia. Unapaswa kujifunza sana kwenye vitu ambavyo vinakutokea kwenye maisha yako. Unalijua tanuri? Hapana. Tanuri ni miti ambayo huwa inahitaji kubadilishwa kuwa mkaa. Miti hiyo pindi ambapo inataka kubadilishwa kuwa mkaa, hutokea fukuto kubwa sana la moshi. Sasa basi, nilikushauri kuwa pindi utakapohitaji kulala, uombe sana dua. Lakini kingine, hilo tanuri linatakiwa kuhamia chumbani kwako. Vuta sana bangi. Hii itakusaidia. Tatizo, Maya hataki nivute bangi kabisa. Tena hataki nivute bangi hasa kwenye nyumba yake. Na anasema kwamba harufu ile inamkera sana ya bangi. Sasa mimi naweza kuvuta bangi kwa siri kwa kujiokoa mimi mwenyewe. Vipi kuhusu yeye? Nawezaje kumuokoa kwenye hii situation ambayo inaendelea huko ndani? Eliudi, huyo Maya unayemzungumzia huyo ndio vita yenyewe. Mimi nafahamu mnapendana sana, lakini ni hatari kwenye maisha yako. Kato, unafahamu fika mimi na Maya ni watu ambao tunapendana sana. Hata mimi nampenda na amini yeye ananipenda sana. Sasa inakuwaje yeye ndo akawa vita yenyewe? Au inakuwaje kwamba unasema yeye ndo hatari? Kuna kitu gani kinaendelea hapo? Eliudi, unataka kujua ukweli? Ndio. Muda bado haujafika. Wakati ukishafika, kila kitu kitakuwa wazi. Niliahidiwa damu, lakini moyo wangu ukachagua upendo. Nililetwa kwa madhabahu ya siri, nikiwa bibi harusi wa kivuli. Hivi ni kwa nini sadaka ya Eliudi imekuwa ngumu sana? Hata hilo pia mimi nashangaa, kwa sababu kila kitu nimeshaweka sawa, lakini bado kuna kipingamizi ambacho mimi mwenyewe nashindwa kuelewa ni kipingamizi gani. Kipingamizi? Kumbe shida sio Eliudi, shida ipo kwako. Unamaanisha nini?
Hujalewa nini hapa? Yaani huyu kaka ni msumbufu jamani. Huwezi amini. Alinidia mtu Insta akaniomba namba. Basi na koma. Hebu pokea. Hey. Halo. Habari. Salama. Tunaweza kuonana leo tukazungumza? Sina nafasi. Tuonane tuongee. Lakini uje nyumbani kwangu. Karibu. Yaani sadaka zinakuja zenyewe kama naziona. Taratibu. Hata mimi pia na imani leo nitafanikisha.